Leo, Sagittarius, Gemini na Libra na nyota ya punda Aries. Nilipokuwa nafanya reading nikuonyesha kuwa haujanaswa tena. Mafanikio ambayo umekuwa ukiyasubiri yameanza kufunguka, na hatua ya kwanza ni kutambua kuwa mlango wa kutoka kwenye kifungo hicho tayari umefunguliwa. Kadi zilizotoka ni The Chariot, Ace of Wands na Judgment. Kwa muda mrefu, hofu, uchovu, huzuni, matatizo ya kifedha, udhibiti wa watu wengine au mawazo mengi vilikufanya uhisi kama hakuna njia ya kusonga mbele. Ulijua nini kilipaswa kubadilika, lakini hukujihisi salama kuchukua hatua. Spirit anasema kuwa kipindi hicho kinaisha, moto wako wa ndani unarudi, mawazo mapya yanakujia, msaada unaanza kuonekana, na mazungumzo ambayo zamani yalikuwa yanakutisha sasa ndio yatakaofungua milango mipya. Kwa hiyo usiendelee kujitambulisha kama mtu ambaye hawezi. Huyo alikuwa wewe wa zamani aliyekuwa akijaribu kuishi katikati ya changamoto, lakini sasa wewe ni mtu tofauti, unaingia kwenye hatua mpya ya maisha. Spirit inaonyesha kuwa mabadiliko ya haraka yatakuja baada ya kipindi kirefu cha kusubiri. Kuna simu moja italia, kuna ujumbe mmoja, kuna malipo, kuna kibali, kuna nafasi ya kazi au uamuzi mmoja unaweza kubadilisha mambo mengi kwa wakati mmoja. Pia utaanza kutambua kuwa baadhi ya milango iliyofungwa haikuwa adhabu, bali ilikuwa ni njia ya kukuondoa kwenye kitu kidogo ili kukupeleka kwenye kilicho bora zaidi. Kwa hiyo Spirit inaonyesha ulinzi wa kiroho juu yako, kwa sababu unaona kuna mabadiliko yanaweza kuonekana ghafla, lakini atakuondoa kwenye mazingira ya watu au tabia ambazo zilikuwa zikiharibu maisha yako kimya kimya. Kwa hiyo ufunuo pia unakuja. Kuna mask watu walikuwa wanazivaa zitaanguka na ukweli utawekwa wazi. Utaacha kungoja watu wabadilike, na badala yake utaanza kufanya maamuzi kulingana na ukweli utakaouona. Huo ndio mwanzo wa baraka zako. Kwa hiyo Spirit inasema kuwa chukua hatua pindi mlango unapofunguka. Usisubiri mpaka hofu ipotee kabisa. Ujasiri si kutokuwa na hofu, bali ni kusonga mbele hata hofu ikiwa bado ipo. Kuna uamuzi mmoja tu ambao wewe umekuwa ukiuahirisha, unaujua tayari. Inaweza kuwa ni mazungumzo muhimu, inaweza kuwa ni kuanzisha biashara, inaweza kuwa ni kutuma maombi ya kazi, inaweza kuwa ni kuweka mipaka, kuhamia sehemu mpya au kumaliza jambo ambalo halikujengi tena. Kinachokuzuia si ukosefu wa taarifa, bali ni hofu ya kuanza maisha mapya. Spirit inakuhimiza uanze sasa. Hatua ndogo zinazochukuliwa kila siku zitakufikisha mbali zaidi kuliko kuendelea kufikiria mpango kamilifu bila kuchukua hatua. Pia Spirit kwa inaonyesha kuwa msaada utatoka kwa mtu ambaye hukutarajia. Anaweza kukupa taarifa muhimu, anaweza kupatia mtaji, anaweza kupatia fursa, anaweza kupatia usafiri, anaweza kupatia kazi, anaweza kupatia hata maneno ya kukutia moyo. Kwa hivyo kubali msaada huo kwa shukrani, lakini usijihisi kuwa ni kama deni kwa sababu ya kupokea baraka. Spirit pia inaonyesha kuwa mafanikio ya kifedha yanahusiana na kipaji chako, mawasiliano, teknolojia, ubunifu na sauti yako mwenyewe. Kwa hiyo usifiche zawadi uliopewa huku ukiuliza fursa iko wapi? Huenda hiyo fursa inakusubiri uanze kuonyesha dunia kile unachoweza kufanya. Kwa hiyo hatua ya kwanza inayofuata katika maisha yako itaanza kuenda kwa kasi mara tu utakapoacha kutafuta idhini ya watu wa zamani. Wao walikuwa sehemu ya sura iliyopita maisha yako, lakini sasa maisha yako ni mapya, safari yako ni mpya na haihitaji ruhusa yao tena. Kwa hiyo huu ndio ujumbe ambao nilikuwa naupata nilipokuwa nasoma kadi. Amini ujumbe huu, pokea ujumbe huu, na kama ujumbe huu unaendana na hali yako, basi unaweza book personal reading. Kumbuka, kujua nishati ya leo, kujua kadi zinasema nini, ni kwa channel yangu ya Dr. Mwaka Global. Hivyo basi usisahau kulike, comment, share, subscribe.